Asante sana Mheshimiwa Spika. Naomba swala langu namba 62 lipate majibu ya serikali. Asante Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji, Nishati na Madini, naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi swala lake namba 62 lenye vifungu A, B na C kama ifuatavyo. Kama tunavyofahamu, tangu kuingia madarakani serikali ya awamu ya 8 kumekuwa na ongezeko kubwa la ujenzi, hasa ujenzi wa miradi ya kimkakati ambayo imekuwa ikitumia madini ya ujenzi kwa kiwango kikubwa ikiwemo mchanga. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua kuwa Zanzibar ni nchi ya visiwa na haiwezi kuepukana na changamoto ya upatikanaji wa madini ya ujenzi kama ilivyo kwa visiwa vingine duniani. Kiuhalisia, tangu uratibu wa maliasili zisizorejesheka kuhamishiwa Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Zanzibar haijawahi kukosekana huduma ya mchanga, isipokuwa hutokea changamoto za upungufu wa mchanga zinazotokana na hali ya hewa ya mvua, baadhi ya maeneo kutokidhi vigezo na maombi machache ya wananchi ya kuchimbisha maeneo yao. Na wananchi wanaendelea kupata huduma ya madini ya ujenzi kama ilivyo kawaida. Asante Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Asa January Joseph. Nakushukuru tena Mheshimiwa Spika, na naomba nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri ya serikali, na naomba nimuulize swala moja lenye kipengele A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa mwishoni mwa mwaka 2025 kuelekea 2026 hadi awali ya Januari ilijitokeza changamoto ya upatikanaji wa mchanga kwa takribani mwezi mzima na kusababisha wananchi kuuziwa rasilimali hii kwa bei tofauti ambayo walikuwa wamezoea. Naomba kujua kwa hivi sasa ni ipi bei halisi ya mchanga kwa tani? Na swala namba B, kutokana na ongezeko la ujenzi wa miradi inayoendelea na kutokana na kwamba nchi yetu ni ya visiwa, je, serikali imejipanga vipi kuzuia changamoto ya upatikanaji wa madini ya ujenzi? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi swala lake la nyongeza lenye kitoto A na B kama ifuatavyo. Serikali kwa kipindi chote hichi haijabadilisha bei ya mchanga, ijapokuwa kulikuwa na changamoto ya mashimo kama tulivyoeleza, lakini serikali bado bei elekezi ni ile ile shilingi 10,000 kwa tani moja. Kwa hiyo ni mtoe wasiwasi kwamba hatujatoa tangazo la ubadilishaji wa bei. Bei ni shilingi 10,000 kwa tani moja. Kumekuwa na madalali ambao walikuwa wanachukua mchanga huo na kupandisha bei kwa msingi ya kuonyesha kwamba kuna scarcity ya mchanga nchini, kitu ambacho sio kweli, na madalali hao tumeweza kuwadhibiti ikiwa pamoja na kuwapiga fine, na tumetoa hadharani kwamba tumekamata mchanga ambao unachukuliwa kinyume na utaratibu, na magari tumeyaziona tukawapiga fine, tumetoa public. Lakini ni kutoa wasiwasi kwamba hatuna wala hatujawaza kupandisha bei ya mchanga kwa sasa, itaendelea kuwa shilingi 10,000 kama tulivyotoa maagizo hayo mwanzoni. Na swala lake la pili, ni kweli kutokana na ongezeko la mahitaji ya mchanga na tukitizama kwamba nchi yetu ni visiwa, serikali tayari tumeshaita wadau wa maendeleo ili kuja na alternative building material, ikiwemo iron, ikiwemo malighafi, kwa mfano mabaki ya vyakula na vitu vinginevyo, ambapo wenzetu nchi nyingi duniani wanatumia mabaki hayo kwa ajili ya kuyatransform na kuyatengeza kuwa ni building material. Lakini kama hiyo haitoshi, tumeshaanza hatua za kutoa matangazo kwa ajili ya kupata wawekezaji watakaoingiza mchanga nchini kutoka mainland. Kwa hiyo tushafungua huo mlango
na tayari maombi yanaanza kuja kwa ajili ya watu kuweza kuomba kuleta mchanga kutoka mainland na maeneo mengine, na mchanga wetu nyumbani utakuwa unatumika kwa ajili ya watu wa matumizi ya kawaida, lakini matumizi yote ya miradi ya serikali na matumizi ya miradi mingine mikubwa watakuwa wanatumia mchanga ambao tutakuwa tunafanya importation kutoka mainland na sehemu nyingineko. Asante sana.